Ufufuo unathibitisha nini? Ufufuo unathibitisha uungu wa Yesu. Kwa nini ufufuo ni muhimu? Somo langu linasema imekwisha ila bado inaendelea. Moja, ili ujue kwamba ni uthibitisho dhidi ya ushindi, dhambi, hofu na mauti, ni lazima ujue kwamba ufufuo unathibitisha uungu wa Yesu. Hakuna mwanaume wala mwanamke yeyote amewahi kuwa na uhakika na kiburi na jeuri ya kuiambia dunia ninakufa na ninafufuka. Hayupo. Anasema uhai wangu haninyang'anyi mtu, na utoa kisha ninautoa. Come on. Hallelujah. Yesu aliahidi kufufuka tena na akatimiza. Huu ni uthibitisho kwamba yeye ni mwana wa Mungu mwenye nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Ana mamlaka juu ya maisha na juu ya mauti. Kwa maana nyingine, ana mamlaka juu ya uhai na ana mamlaka juu ya kifo. Peke yake ana mamlaka hizi. Warumi sura ya 1 mstari wa 4. Ni maandiko ya maana sana haya. Labda tafsiri yangu inaweza isikufurahishe. Akaonyeshwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa kufufuka kwake. Ngoja nikusomee hilo andiko. Warumi sura ya 1 mstari wa 4. Katika jina la Yesu. Warumi sura ya 1 mstari wa 4. Biblia inasema, na kwa kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho Mtakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya. Anakuwa Bwana maana amedhihirishwa. Amedhihirishwa pale alipoonyesha uweza wake kukishinda kifo. Haleluya. Na kwa kufufuka kwake anakuwa Bwana wetu. Namba nyingine pale, aliadhibiwa kwa ajili ya makosa yetu, na kwa kufufuka kwake tunapewa haki. Mwambie mwenzako imekwisha ila bado inaendelea. Warumi sura ya 4 mstari wa 25. Tuko pale Warumi sura ya 4 mstari wa 25. Anasema maneno ya ajabu sana hapa. Angalia mstari wa 25. Anasema hivi, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. So unajua yani aliposulubiwa alitolewa sadaka kwa makosa, lakini alipofufuka alifufuka ili sisi tutembee kifua mbele. Ndio maana nasema alifufuka nipewe haki, yuaja tena Mwokozi, Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Ambaye kwa mstari wa 24 anasema, bali na kwa ajili yetu sisi mtakaohesabiwa haki, vivyo hivyo sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu. Kwa nini alimfufua? Ambaye alimtoa. Yeye aliyemtoa ndiye aliyemfufua. Na akiisha kumfufua akiisha kumtoa kwa ajili ya makosa yetu, kisha akamfufua kwa ajili ya haki zetu. Naona Bwana. Unaona Bwana. Yaani mwanangu amemtoa, akamsulubisha, akamteketeza, akamuua. Halafu akamchomoa kwenye kifo, akamleta. Akasema ikiwa huyu anaishi, kila mtu anapaswa kupokea haki yake hapa. Muulize jirani yako, kuna kitu nadhani ni haki yako mbele za Mungu? Mwambie kichukue leo katika jina la Yesu. Taratibu tutaenda. Kuna mahali tunaenda. Bwana asifiwe. Namba 2. Bila ufufuo kifo cha Yesu kinakosa maana. Kwa nini? Kifo kinazungumza kulipa, ufufuo
unazungumza kulipa pia. Kifo chake kingekuwa cha huzuni tu bila tafsiri yoyote, lakini kwa sababu ya ufufuo tuna uthibitisho wa wokovu wetu. Hebu inua ngumi yako hivi, sema hata kama watu hawataki kuelewa, hata kama shetani hataki kuelewa. Nataka mtu mwenye ujasiri aseme, sema hata kama watu hawataki kuelewa, hata kama shetani hataki kuelewa, hata kama mapepo hayajaelewa, hata kama ardhi haijaelewa, mimi nimeokoka. Sio unanielewa sawa sawa? Sio unanielewa sawa sawa? Hata kama shetani hataki kuelewa, awe anataka awe hataki, ataelewa kwa kuwa mimi nimeokoka. Haleluya. Tuliimba zamani, mimi nimewekwa alama na Yesu, mimi nimewekwa alama na Yesu. Hamujui wa wimbo kumbe? Mimi nimewekwa alama, alama yangu mimi siyo ya upanga wala ya kisu, alama ni ya damu. Mimi nimewekwa. Haleluya jamani, haleluya. Tuna uthibitisho wa wokovu wake. Damu yake ina nguvu ya kweli ya kuokoa. Haya yote yanathibitika kwenye ufufuo. Kaburi liko wazi. Nguo za Yesu zilikutwa pale zimezongwa zongwa. Wangemuiba wangeondoka nazo. Hii ndio raha. Wangemuiba wasingeacha mashuka pale, wasingeacha kaburi likiwa na nguo, ila mwanaume alinyanyuka akaondoka. Mwambie mwenzako hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Haleluya. Mathayo 26:28. Hii ni damu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili ya wengi. Na leo tutashiriki. Bwana asifiwe sana. Damu ile iliyomwagika ni damu ya agano. Jana tulimaliza tukasema, yani kule kupasuka kwa miamba, kule kufumuka kwa makaburi kulithibitisha agano jipya limeanza. Na kila kaburi lililomshikilia mtakatifu lina haki ya kuachia kila haki ya mtakatifu, maana alifufuka ili mimi nipewe haki. Haleluya. Akasema hii ndiyo damu yangu imwagikayo kwa ajili ya wengi. Sio mmoja, sio wawili, sio watatu, sio wa dini fulani. Ngoja nikwambie, hata kama leo ndo umekuja kanisani na hujawahi kumwamini Yesu na kutia moyo, Yesu alimwaga damu yake kwa ajili yako. Hata kama wanadamu wakikuona wanakushangaa, nina habari njema, Yesu alimwaga damu kwa ajili yako. Ngoja nikwambie kitu, usingekuwa wa thamani Yesu asingekufia. Usingekuwa wa maana Yesu asingekufa wala asingetoka mbinguni. Aliacha enzi na mamlaka, akaacha mbingu na thamani zake, akaja akalipa deni yako, maana wewe ni wa thamani. Unakaa hapa umenunanuna, mpende Yesu tu. Wakati mwingine unaamua tunasema Yesu mwa. Hebu tumbusu Yesu, tumbusu Yesu aliye hai. Sema Yesu mwa. Yani wewe unakaa unaangalia matege yangu yanakuhusu nini? Yani unakaa nikisimama, maana wakati mwingine mimi nasimamaga hivi. Unaanza kuniangalia nilivyosimama. Si mimi nina matege, kwani ni ya kwako? Unaanza kuniangalia urefu, kaone kalivyo karefu, kana kuhusu nini?
haka karefu kasikokuwa na maana kwako, kuna aliyekapenda akalipa gharama ya msalaba akafa, kisha kwa ajili yake akafufuka. Ufufuo wa Yesu sio kwa ajili ya Yesu, ufufuo wa Yesu ni kwa ajili yangu. Wewe kwani nyinyi mmekuja ni vigelegele mmeuza wapi? Pigia Bwana mtapa. Usiniletee utani. Yesu amefufuka kwa ajili yangu. That's for me. Hallelujah. Alimwaga damu kwa ajili yangu, alafu akubaki kaburini, mwanaume akafufuka kwa ajili yangu. Kwa ajili yangu yani. Mimi hivi. Wewe unanichukia shauri yako, mimi mwenzenu ninapendwa. Ninapendwa mie. Ninaringa mie, sina mashaka na baba. Ninapendwa mie. Ninapendwa mie, sina mashaka na baba. Wewe ninapendwa mie, acha utani. Umependwa na boyfriend akakupiga kibuti, ukapendwa na girlfriend akakupiga kibuti, ukakupendwa na mwanaume akakuzalisha akakutupa, akakuzalisha kupeleka kwake bado akakutelekeza, hamna chochote cha maana. Yuko mwanaume mmoja akisema nakupenda, mahaba yake ni ya milele, mahaba yake hayabadiliki. Anasema amemwaga damu. Kama Kristo hakufufuka, basi imani yangu ni bure. Kwenye kitabu cha Wakorintho 15 anasema our preaching and our faith is useless, haina maana. Lakini sasa hivi ina maana. Mwanaume ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi. Haleluya. Mbona hapa nataka kuwahi? Twende namba 3. Ufufuo unahakikisha ahadi za Yesu kwamba ni kweli. Ufufuo, moja ya miujiza ya Calvary. Ufufuo. Mtikise mwenzako, mwambie Yesu anaga hizo longolongo unazozijua wewe. Ongea na mtu kwa una shida gani? Ufufuo unatuhakikishia kwamba ahadi za Yesu ni kweli. Unahakikisha ahadi za, unazithibitisha. Wenda umewahi kuahidiwa na baba yako kwamba mwanangu ukifaulu mtihani nitakufanyia 1 2 3, ukafaulu. Wakati ulipofaulu baba akawa ana hela, akaanza Kiswahili. Unajua mwanangu, tunajuaga sisi, unajua mwanangu, kwani uko unataka nini? Niko nataka saa, sasa hivi nina hela ya penseli. Uko unataka nini? Mimi ngo nataka simu. Anamwambia sasa hizi na shilingi 500 tu, nenda ukanywe soda. Unajua mwanangu, zawadi ni zawadi. Ni huyo ni baba yako. Mwambie jirani yako, huyo ni baba yako, na unapaswa kumsamehe kwa sababu ni baba wa duniani. Lakini ufufuo unathibitisha ahadi za Yesu. Moja, aliahidi mara nyingi kwamba atafufuka na alitimiza. Hakuna mwanadamu yeyote anaweza kutimiza hiyo. Namba 2, hii inatufundisha kwamba mambo mawili yafuatayo. Moja, tunaweza kumwamini Yesu katika kila neno lake. Namba 2, hakuna ahadi yake itakayoanguka bure. Maandiko yako pale. Mwambie jirani yako, unaweza kumwamini Yesu. Mbona amuongei? Mwambie unaweza kumwamini Yesu. Tikise mtu, mwambie unaweza kumwamini Yesu. Hata kama watu hawaaminiki, Yesu anaaminika. Kama unanielewa sema Yesu anaaminika. Haleluya. Jamani, Yesu anaaminika. Kwa nini? Injili ya Luka 24:6-7, amefufuka kama alivyosema. Jamani, haleluya. Malaika akawaambia amefufuka kama alivyosema. Mimi nataka uondoke hapa ukiwa umeelewa. Ndio shauku yangu. Twende namba 4. Namba 4. Watu wanasoma hapa. We are in the class. Darasa linaendelea. Namba 4. Ufufuo unageuza hofu kuwa ushujaa. Bwana asifiwe sana. Jamani, haleluya. Nafikiri kama sio Hosea, kama sio Hagai, kama sio Zekaria, anasema
aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Ni kitabu gani hicho? Aliye dhaifu aseme mimi ni hodari. Bwana asifiwe. Ufufuo unageuza hofu zetu kuwa ushujaa. Natamani nikae hapa kidogo, nipe kama dakika 5. Uniazime masikio na macho yako. Roho Mtakatifu, asante. Nisaidie. Ukishaandika, maana naona unaandika kwa mfululizo. Ukishaandika sema amen. Nataka nikae hapa kidogo. Wakati Yesu alipokamatwa, mitume wote walikimbia. Kweli sio kweli? Hapo hajafa. Na kwa sababu walikuwa wanamwamini, walikuwa wana uhakika kwamba Yesu hawezi kuuawa. Na mahali Yesu aliwavuruga sana ni wakati Petro alipomkata yule mtumishi waliwali sikio. Yesu akalichukua akalirudisha, akasema sasa huyu wanawezaje kumuua? Lakini mahali pengine alipowavuruga ni kwenye Injili ya Yohana. Walipokuja Yesu akawauliza, kwani mnamtafuta nani? Wakasema Yesu Mnazareti. Wote wakaanguka. Yaani wao ndio wamesema, alafu wote wakaanguka chini. Wanafunzi wakasema huyu jamaa hawezi kufa. Huyu jamaa hawezi kufa, anakufaje huyu? Kwa hiyo wakawa wanafuatilia mambo, wengine kwenye vyombo vya habari kwa sababu ya hofu. Wengine wakafuatilia kwa mbali kama wakina Petro na Yohana. Wakafuatilia, lakini wanatamani wasitambulishwe naye, maana wanajua adhabu ni kali, kwa sababu jamaa anaonekana kama ana kesi ya uhaini. Ameshtakiwa kwa kesi ya uhaini kwa sababu Yesu anaonekana yeye ni mfalme wakati kuna mfalme. Wakamchukua Yesu, wakasema huyu amejiita mfalme wa Wayahudi. Kama ni mfalme wa Wayahudi, kwa nini asife wakati dola inayotawala sasa hivi ni dola ya Rumi? Kwa hiyo wakamwangalia Yesu kama muhaini. Muhaini ni mtu ambaye anataka kupindua serikali. Kwa hiyo walipomwangalia Yesu wakaona Yesu huyu, wanafunzi wanasema huyu jamaa hawezi kumuua, anaweza kuwa mfalme. Lakini wao wakimwangalia wanasema huyu lazima afe, maana ana kesi ya uhaini, hakuna namna anaweza kupata dhamana. Wakamchukua Yesu, wakaondoka naye. Hofu ikatanda. Ngoja niwaambie ni kwa nini hofu ilitanda. Kila mwanadamu unayemwona akiamka asubuhi anakimbia barabarani, asiyejua alikotoka wala anakokwenda, kinachomsukuma ni hofu. Kila mtu unayemwona akiiba mafungu ya 10, kinachomtesa ni hofu. Kila mtu unayemwona anachukua buku 5 anaenda kuhangaika apate hapo 5,000, maana Penueli tuna sadaka 4, atafute buku aje nazo, kinachomtesa ni hofu. Kila mtu unayesikia siwezi kwenda kanisani, wana sadaka nyingi, kinachomtesa ni hofu. Kila mtu unayemwona anatoroka watoto, kinachomtesa ni hofu. Kila mtu unayemwona anatelekeza mke, kinachotesa ni hofu. Naomba nikuambie, msingi wa mateso duniani ni hofu. Hofu zimekuzingira. Unahama mji mmoja kwenda mwingine. Kuna mtu mmoja hapa alikuwa mshirika wetu. Siku moja mke wake alikuwa mshirika wetu. Siku moja nilihubiri injili hapa ya moto sana. Mke wake alipofika nyumbani akaanza kumwelezea, na nikasema wengine wamekufa, nyinyi mnadhani wako hai. Akaenda yule jamaa akatumia ushujaa, akasema kwenda kanisani siwezi kwenda, lakini nitamwendea mchungaji. Akanipigia simu, mchungaji yuko nyumbani? Nikamwambia ndio. Akaja nyumbani akaniambia, mchungaji, mimi nahisi hofu, nahisi nimekufa. Akaniambia, mchungaji, huwezi amini, mimi kazini kwangu nalipwa 5 milioni kwa mwezi, lakini sioni pesa.
Nikipata milioni 5 leo, wiki 2 zijazo naenda kukopa milioni zingine 5, nazo zinaisha kabla mwezi haujaisha. Ni nini? Akaniambia sijui, ila najikuta nimeenda baa na kunywa pombe wakati mimi nilizaliwa kanisani, ila nimeshindwa kushika imani. Nikamwangalia yule mtu, macho yake yamejaa hofu, maneno yake yamejaa hofu. Ananiambia natamani nije kanisani. Nikimwambia njoo kanisani hawezi, maana akifika barabarani hofu inamkamata. Nisikilize niwaambieni kitu, huyo balaa itwaye hofu Yesu alimshinda, maana kwa nguvu zake alipasua miamba, makaburi yakafumuka, akafufuka Yesu Mnazareti. Nisaidie. Yule jamaa akahama mji. Alikuwa anaishi maeneo fulani, akahamia Nyantorotoro. Baadaye akaona Nyantorotoro bado ni Geita, akahamia Mwanza. Alipohamia Mwanza akaacha na kazi, asema kazi ya nini nafanya wakati hainisaidii chochote. Hofu ya maisha imemsonga. Akaenda kuishi Mwanza na mke wake. Wakaanza maisha magumu kama wanaanza sifuri. Hofu ni utumwa mbaya. Ndio maana nasema hivi, ufufuo wa Yesu unageuza hofu kuwa ushujaa. Hawa mitume wakasambaratika. Waliokuwa wamesambaratika, Yesu alipofufuka waligeuzwa kuwa mashujaa. Ngoja nikuonyeshe mitume ya hofu. Mtume wa kwanza anaonekana kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 26. Utasoma mwenyewe. Mtume wa kwanza anaitwa Petro. Sura ya 26 mstari wa 69 mpaka ule wa 74. Hata ukienda 75 sio mbaya. Petro anaambiwa, wewe ulikuwa pamoja na Yesu. Anasema mimi hapana jamani. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu anaanza kulaani. Anatoa viapo, haki ya Mungu, Yesu na Maria na Yosefu mimi sikuwa naye. Walipomwangalia akiondoka asema hata tembea yako inafanana naye. Lakini jamaa na hapa hofu. Lakini ngoja nikuonyeshe Petro huyo baada ya ufufuo wa Yesu. Mwanaume anakimbia, anaingia wa kwanza kaburi. Anachomoka na ushahidi, nimepita kule kaburini, nimekuta sanda zimezongwa. Jamaa huyu lazima amefufuka. Angekuwa ameibiwa, zile sanda zingebaki. Alafu wanatembea, wako na Yohana, wako barabarani. Huyu jamaa atakuwa amefufuka kama alivyotuambia. Maana haiwezekani akafa wakati alitutoa kazini kwetu. Unajua mimi nilikuwa mvuvi mkubwa. Siku moja nilivua mpaka nikawapungia watu. Inawezekanaje jamaa akafa hivi? Asema alafu nakumbuka ahadi yake. Nimezungumza ahadi ya kwamba alisema atanifanya kuwa mvuvi wa watu. Petro anatembea njiani. Sasa hivi ninasema ni kweli nilimkana, ila sasa hivi nimegain ujasiri. Anatembea. Sijui kuna mtu gani leo anahamishwa kwenye hofu na kuingia kwenye ujasiri. Maana ufufuo kazi yake ni kutuondoa kwenye hofu, kutuhamisha kwenda kwenye ujasiri. Petro sura ya 2 kitabu cha Matendo, sura ya 1 kitabu cha Matendo ya Mitume, anaongeza jopo lote la wanafunzi. Anasema hamna, kuna Yuda alikufa hapa, tuongeze hii nafasi tujaze. Petro anaongoza, tuongeze hii nafasi. Wewe bwana tuongeze, mimi nasema tuongeze. Kwa hiyo tunafanyaje? Tupige kura. Wakapiga kura. Kati ya wale 120 akapatikana hapo Matia akapatikana chap, akaziba nafasi ya Yuda. Okay. Sasa akasema sasa acheni utani. Alisema tusiondoke Yerusalemu. Kama alikufa akafufuka, hata ile ahadi ya Roho Mtakatifu atatimiza. Haleluya. Akashika jopo la watu 120, kaenda nalo Yerusalemu kwenye hekalu la Sulemani. Pale ghorofani wakatengeneza chumba. Wakaanza, Baba wewe ulisema utatujaza Roho. Baba wewe ulisema utatubariki. Baba wewe ulisema timiza leo. Baba wewe ulisema utatupa afya. Baba, wako ghorofani siku ya kwanza mpaka ya 10, wanaume wanamwambia Baba tunakuamini, kama ulisema ukamfufua, unaweza kutuletea ile ahadi. Petro yuko pale, hana shida. Amegeuza hofu
kwenda kuwa ushujaa. Sikia nikwambie, siku ya 50 baada ya Yesu kufufuka, maana sio baada ya Yesu kupaa. Yesu alipaa siku 10 tu kabla roho hajaja. Hii mambo naipenda mno. Haya. Waambieni wanafunzi wake anawatangulia Galilaya. Yuko hai huyu mwanaume, hajafa. Wewe unatembea na Yesu kifuani, msalaba, kakijiti kananing'inia, kasanamu kalikokufa. Wewe Yesu wa kwako hajafa. Acha uzembe, hajafa. Wewe Yesu wako hajafa bro, acha utani. Yesu hajafa, alikufa kisha akafufuka. Kama ninaeleweka niseme, nisikie amina kama radi kwa jina la Yesu. Haleluya. Hey, kutoka hofu kuwa ushujaa. Sura ya 2, Matendo ya Mitume sura ya 2. Anasema, lakini panapo siku ya Pentekoste kukatokea uvumi kama uvumi wa upepo ukienda kasi, ukaijaza ile nyumba. Kisha 2, kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia. Ukisha kuwakalia huko mtaani, watu wakasema wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Kuna wapumbavu wasiojua kunena kwa lugha. Wewe usikubali. Ukiwa mlokole, kunena kwa lugha ni agenda. Haleluya. Itafute mpaka itimie kwenye biashara yako yote kwa jina la Yesu. Wakamwangalia, hamna huyu jamaa huyu, hamna kitu. Hamna kitu, tuone. Kule mtaani wanasema wewe, na bahati nzuri mataifa mengi yalikuwepo Yerusalemu yameenda kwenye ibada. Wakaona Wafipa, Wanyamwezi, wote wako pale ni Wasema hamna, hawa jamaa wamelewa. Haiwezekani wanaigiza lugha za watu wote hapa. Hawa watakuwa wamelewa. Petro akasimama mstari wa 14. Akamwambia, sikizeni ndugu yangu naume wa Yerusalemu. Sio mdada tena anakimbiwa saizi. Sio mjakazi tena anakimbiwa. Nisikilizeni enyi waume wa Israeli. Jambo hili nililonenwa na nabii Yoeli. Angalia pale kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mstari wa 14. Petro aliyekuwa mwoga, Petro aliyemkana Yesu mara 3 akiwa yuko msalabani, sasa hivi anamtetea akiwa hayupo duniani. Yaani wala hajui atarudi lini. Ongea na jirani yako, mwambie ufufuo ni nguvu ya ushujaa. Mwambie hata kama ulikuwa unaogopa, anza kuwa shujaa sasa. Bwana asifiwe. Petro anasema, sikieni waume ndugu zangu, jambo hili lililonenwa na Yoeli nabii. Anasema hata Daudi alisema, lakini hawa wote walikufa. Alipokwisha kusema akasema, tubuni basi mrejee mpate kupokea ahadi, maana ni kwa ajili yenu na watoto wenu. Siku ile wakaokoka watu 3,000. Kale kajamaa kaoga kamekuwa kenye nguvu. Tumpigie Yesu makofi katika jina la Yesu. Kama una tabia ya hofu, kuanzia leo sema nina nguvu. Tena mimi ni shujaa katika jina la Yesu. Ngoja niende taratibu, niwahi hapa mbele. Unaona pale kwenye kitabu cha Matendo cha Mathayo 28:7-10 anasema, waambieni wanafunzi wake amewatangulia Galilaya. Huyu ni malaika anasema. Lakini Matendo ya Mitume sura ya 4:33 anasema, kwa nguvu kubwa walitoa ushuhuda wa Yesu. Watu gani? Wakina Petro. Wanatikisa mpaka majengo kwa maombi. Hapa ukisoma kuanzia mstari wa 23, hii sura ya Matendo ya Mitume sura ya 4, ukisoma kuanzia mstari wa 23, unaona wametishwa, wametupwa magerezani, wameambiwa marufuku kuhubiri. Wanasema sio kwa Yesu ule tunayemjua. Yule aliyesema atafufuka akafufuka kweli, hatuwezi kuacha kuhubiri. Wanasema semeni ninyi wenyewe kama ni vizuri kumtii Mungu kuliko kuwatii, au ni vyema kuwatii ninyi. Anasema lakini sisi tumeamua kumtii Mungu kuliko wanadamu. Ujasiri. Sema tena.
ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye kwa sauti, aya